Ama kosa la tatu ambalo linalofanyika katika mirathi ni kosa la kuwapendelea baadhi ya watoto katika mirathi, na hasa watoto wakubwa au mtoto mkubwa, kwamba katika mirathi watu hawasimamii katika sheria ya Mungu. Utakuta mtoto mkubwa ndio anapendelewa, ndio anapewa kilichokuwa kizuri, lakini waliokuwa wadogo wanapewa vile ambavyo sio vizuri. Mkubwa anapewa kingi, wadogo wanapewa kidogo. Hii ni dhulma ndugu yangu, hii ni dhulma. Wewe ndugu ambaye ndiye unayesimamia, elewa kwamba utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu ndiye mgawaji, ndiye aliyegawa mirathi ya kila mmoja wetu. Kwa hiyo watoto wamegaiwa mirathi yao, lakini upande wa pili kwa watoto hao tumeona baadhi ya sehemu mtoto wa kike hawampi mirathi, sababu ni mtoto wa kike. Ni dhulma hii pia. Mwenyezi Mungu amekwisha gawa mtoto wa kiume au mtoto wa kike ana sehemu yake. Mfano, amekufa mtu akaacha mtoto mmoja wa kiume na mtoto wa kike. Mwenyezi Mungu amegawa, anasema lidhakari mithlu hadhil unthayayn, kwa maana mwanaume ana sehemu mbili katika hiyo mali, ikiwa mwanamke ana sehemu moja. Yani mwanaume anasimama kama vile wanawake wawili. Lidhakari mithlu hadhil unthayayn, mpeni mtoto wa kiume apate mara mbili na mtoto wa kike apate mara moja. Yani tunajalia kwa hawa watoto wawili, basi hii mali tunaigawa sehemu tatu. Tukiigawa sehemu tatu, sehemu mbili anachukua mume, kwa maana yule kijana wa kiume, na sehemu moja anachukua mtoto wa kike. Kwa hiyo ndugu yangu, suluhisho ni kufuata sheria za Allah, na hakuna yoyote wa kubadilisha, awe mzazi au shekhe au nani, hakuna wa kubadilisha. Sheria ya Allah imekaa hivyo hivyo mpaka kiyama kitakaposimama. Inshallah ndugu yangu, na kukaribisha tena, tukutane katika sehemu nyingine, tukiwa tunamalizia makosa mengine mawili ambayo yanafanyika sana katika mirathi. Ukiwa na lolote lile, au kuna sehemu hujaulizwa, sehemu hujafahamu, basi unaweza ukakomenti au ukauliza kwa namna vile ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwezesha. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, wa jazakumullahu khairan.